Na kutakia kila la kheri mtazamaji wetu popote pale ulipo kwa muda huu, naamini kwamba umuheri wa afya. Na ukaribisha kufuata habari zetu za siku ya leo. Miongoni mwa habari tulizo nazo ni kwamba mtu mmoja akiwa ni mtoto ndiye amekwisha kufariki na wengine watatu kujireuliwa kwa risasi zinazopigwa kiolela mjini Baraka. Mbunge mchaguliwa wa tarafa la Uvira ngazi ya kitaifa na mwakilishi wa wazalendo Kivu Kusini Justin Bitakwira amewasili mjini Uvira Ijumaa ya tarehe 21 Machi 2025. Wazalendo kwa muungano na jeshi la taifa FARDC wamefaulu kuteka Walikale jimboni Kivu Kaskazini. Kuna hayo na mengine mengi ni katika habari zetu hizi mtazamaji wetu, ila naomba tuungane mwanzo hadi tamati. Na kukumbusha mara tena kusubscribe kwenye channel yako pendwa ambayo ni BG Online TV kwa kupata habari zaidi zinazojiri. Tuanze habari zetu hizi mtazamaji wetu na habari za hapa mjini Baraka ambako kama tulivyokujuza watu watatu ndio tayari kupata risasi zinazopigwa kiolela na baadhi ya vikundi vya wazalendo mjini Baraka. Miongoni mwa watu hao mnakuwa mtoto mmoja wa miaka ipatayo 7 wa kata la Mwandiga ndiye amekwisha kufariki kisha siku moja kulala kwenye hospitali kuu ya Baraka. Tukio hilo limetokea pale ambapo raia wa kata hilo walikuwa wakitoa pesa kwa wazalendo ili kupiga risasi hewani. Wazalendo walikuwa wakipewa pesa 500 pesa za Kongo, anapiga risasi hewani. Ukimpa pesa 1000 anapiga risasi 2, ni kutokana na idadi ya pesa utakayompa. Hali hiyo iliendelea siku hiyo kama kawaida, na ubovu wa bahati mkupiga risasi kwa hali hiyo ndipo imesababisha kumpata mtoto mmoja kwenye maeneo ya tumbo na kupelekwa kwenye hospitali kuu ya Baraka, ila na kupoteza maisha kisha siku moja. Haikuishia hapo. Katika wiki hii baadhi ya raia wengine wawili walipata risasi kwenye maeneo ya mguu kisha kufyatuliwa risasi za aina hiyo. Kutokana na swala hilo, uongozi wa mji wa Baraka kupitia meya wake kwa muda hakuikaa kimya kwa swala hilo, na ambaye amekemea hali hiyo na amekemea baadhi ya wazalendo kuwa na kwenda kwenye vituo vya askari jeshi kuwa na piga risasi kiolela. Hadi kwa sasa hali hiyo ya kupiga risasi kiolela mjini Baraka inaendelea kushuhudiwa hasa kila muda wa usiku. Bi Emerite Tabisha, meya kwa muda wa mji wa Baraka, jambo. Jambo sana. Ndio, kwa sasa hivi raia wa mji wa Baraka wanakuwa wakiweza kushuhudia risasi zinazopigwa kila siku ndani ya mji wa Baraka. Kama vile uongozi wa mji wa Baraka, nini ambayo mnaweza kuzungumza kwa wazalendo au hata kwa raia pia? Raia wapenzi wa vile ya Baraka, tunaanza kwanza kuwapongeza kwa sababu tangu mwanzo ya hii kuyumbishwa ya usalama tuko pamoja. Tunajiunga pamoja na nyinyi mnabaki imara. Na hiyo inatupatia nguvu na sisi viongozi kwa sababu ya mawasiliano ambayo tuko nayo pamoja. Mubaki hivyo, muwe na roho nguvu, tubaki kwetu. Mtu haendake ugeni, hapana. Ukikataa vita, muakili yako, muimani yako, na vita haitafika hapo. Tuungane, kila roho ya kila mtu ikatae vita, aseme ninakataa vita, ninakataa vita. Na tutaona, nimeanza sema hili neno tangu zamani. Tutabisikililia huko hapa muvila Baraka havifiki. Tukijiunga pamoja tu havitafika. Nina pia pole kwa raia ya Baraka. Pole kwa sababu katika siku hizi 10 milio ya mabunduki, risasi napigwa kiolela, na wenye kupiga hiyo masasi kiolela awapige hesabu ya madhara ya risasi. Risasi ni kitu ambacho ni moto ambao unabeba maisha ya mtu, inabeba afya ya mtu. Na wenye kujifunza risasi walifichika mbali. Ni pole tu, kuna watu wengi ambao magonjwa yamepanda, miripuko ya moyo,
Kuna watu ambao wanaripotiwa mapresha, ndio tunaita tension, zinapanda, na wengine kuua. Maisha ya woga ni maisha inatia mtu kwa hali ya wasiwasi. Kwa hiyo tunawatolea pole, lakini haitatuma sisi tuvunjike moyo na turegee. Hapana, itupatie tena nguvu zaidi ya kusema na hili nalo tutalishinda. Kwa hiyo tunaanza kuambia wakuu, viongozi wa vikundi za wazalendo, kila mkuu akamate watu wake, awafunze mara tena bunduki ni nini. Cha pili, akamate mabunduki zote, azitie nafasi fulani. Hapa Baraka hakuna vita na hakutafika vita. Kwa hiyo mabunduki wazitie nafasi fulani. Watu wao wawe bila bunduki, wasipige bunduki. Waelimishe watu wao, sababu hivi kuna vifo na kuna wenye wamekufa, wamepata masasi na wamekufa. Wengine wana vidonda ndani ya hospitali. Wengine wamefanya milipuko ya roho. Tunasikia mtu anakufa na matension, haujue kama ni ile bunduki ambayo umepiga ndio imeleta tension. Inchi, hakuna inchi inayoweza itwa inchi ikiwa hakuna watu. Ni kusema uzalendo ni kupenda watu. Tunashukuru uwepo hapa wabunge wetu. Mbunge national TH, mbunge provincial Mezo Escar. Ujio wao ni Mungu amependa kwa wakati huu waje wakae na raia ambayo imewachagua. Kwa kweli wamefunuliwa tu na Mungu, kwa sababu ujio wao hapa inasaidia pia kusisimua na inakazia sana kazi zote ambazo raia wangependezwa wafikirie ili wawe na maisha ya usalama. Tunawaambia raia, endeleeni, mtuambie, sababu baadhi ya raia inajua huyu ni jeshi wa fulani, huyu ni jeshi wa fulani. Kwa sababu pia itatuma tunaendelea na kukazia kusisimua wakuu viongozi wao kuambia jeshi lako limefanya hivyo. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tunasema tunatumika kazi, hatujachoka na hatutachoka. Tutumike kazi na tunaitumika, tunajitahidi. Kiwezekana kwa mapenzi ya Mungu, msiku 3 tusisikie mlio tena wa bunduki uko hapa. Tunafunga juga kabisa kwa hilo, kwa sababu hatutaruhusu vile Baraka ingie vurugu kwa sababu ya kutokuheshimu bunduki. Kwa hiyo tunaanza kuambia wakuu, viongozi wa vikundi za wazalendo, kila mkuu akamate watu wake, awafunze mara tena bunduki ni nini. Cha pili, akamate mabunduki zote, azitie nafasi fulani. Hapa Baraka hakuna vita na hakutafika vita. Kwa hiyo mabunduki wazitie nafasi fulani. Watu wao wawe bila bunduki, wasipige bunduki. Waelimishe watu wao, sababu hivi kuna vifo na kuna wenye wamekufa, wamepata masasi na wamekufa. Wengine wana vidonda ndani ya hospitali. Wengine wamefanya milipuko ya roho. Tunasikia mtu anakufa na matension, haujue kama ni ile bunduki ambayo umepiga ndio imeleta tension. Inchi, hakuna inchi inayoweza itwa inchi ikiwa hakuna watu. Ni kusema uzalendo ni kupenda watu. Tunashukuru uwepo hapa wabunge wetu. Mbunge national TH, mbunge provincial Mezo Escar. Ujio wao ni Mungu amependa kwa wakati huu waje wakae na raia ambayo imewachagua. Kwa kweli wamefunuliwa tu na Mungu, kwa sababu ujio wao hapa inasaidia pia kusisimua na inakazia sana kazi zote ambazo raia wangependezwa wafikirie ili wawe na maisha ya usalama. Tunawaambia raia, endeleeni, mtuambie, sababu baadhi ya raia inajua huyu ni jeshi wa fulani, huyu ni jeshi wa fulani. Kwa sababu pia itatuma tunaendelea na kukazia kusisimua wakuu viongozi wao kuambia jeshi lako limefanya hivyo. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tunasema tunatumika kazi, hatujachoka na hatutachoka. Tutumike kazi na tunaitumika, tunajitahidi. Kiwezekana kwa mapenzi ya Mungu, msiku 3 tusisikie mlio tena wa bunduki uko hapa. Tunafunga juga kabisa kwa hilo, kwa sababu hatutaruhusu vile Baraka ingie vurugu kwa sababu ya kutokuheshimu bunduki. Huenda mtazamaji, upande wako unadhani nini ifanyike ili kumaliza swala hilo? Je, wakati huu ni wakati mzuri wa wazalendo kuwa napiga risasi kwa aina hiyo kipindi hichi? Tuangazie habari zetu hizi na habari za huko Uvira, ambako
Mbunge mchaguliwa wa tarafa la Uvira kwenye ngazi ya kitaifa na mwakilishi wa wazalendo kwenye maeneo ya Kivu Kusini, Justin Bitakwira, amewasili mjini Uvira Ijumaa hii ya tarehe 21 Machi 2025. Katika hotuba yake ya hadharani aliyoendesha pa Uvira, Justin Bitakwira amewataka raia kuishi kwa pamoja kipindi hichi ambacho nchi iko katika hali ya uvamizi wa M23. Kupitia fursa hiyo, Justin Bitakwira ametoa ujumbe kwa wazalendo wafahamu kwamba ni wao ndio wanaotegemewa kwa utetezi wa nchi kipindi hichi. Justin Bitakwira amesema kuendesha vikao na vikundi vya wazalendo na tabaka zingine za raia ili kujua kipi ambacho kinatakiwa kufanyika. Kwa sababu nitakuwa na mazungumzo na lida wote wa wazalendo nyumbani kwangu ninakoishi hapa. Wazalendo Uvira de Fizi, Mwenga, Shabunda. Wazalendo ambao wa Uvira waliotoka Fizi, Mwenga na Shabunda, wote nitakuwa nao mazungumzo. Le monde vous dit merci. Dunia nzima inawashukuru wazalendo. Les yeux du monde entier sont braqués à Uvira. Macho ya ulimwengu mzima yako yanaangalia Uvira hivi. Et c'est Uvira qui va libérer Bukavu et Goma. Na Uvira ndio itakomboa Bukavu na Goma. C'est Uvira qui va libérer Bukavu et Goma. Uvira ndio itakomboa Bukavu na Goma. C'est parmi ma mission. Ni baadhi ya mamisheni au mission zile. Ima kuhusu swala la viongozi wa kiserikali na kijeshi kukimbia kwenye shamba za mapambano, hatima yao itakuwa nini? Justin Bitakwira amejibu kwa swali hilo. Jeshi la taifa dire merci à la police même si elle avait fui au Burundi. Inaweza kushukuru polisi pia hata kama wamekimbilia Burundi. Et tous les fuyards seront punis. Na wote waliokimbia wataadhibiwa. Civil comme militaire. Raia kama jeshi. Je répète, ninarudilia, tous les fuyards seront punis. Wote waliokimbia wataadhibiwa. Civil comme militaire. Raia kama vile jeshi, wote wataadhibiwa. Ici nous ne sommes pas à Bukavu où on fuit n'importe comment. Hapa hatuko Bukavu ambao wanakimbia namna yoyote. Na kukumbusha mtazamaji, unaendelea kufuata habari toka kwenye channel yako ya BG Online TV, na kuomba usikosi kusambazia watu wengine kisha kufuata habari hizi. Mapambano makali yameripotiwa Ijumaa hii asubuhi ndani ya vijiji kadhaa vya nyanja za juu ya maeneo ya Fizi na Uvira kati ya jeshi la taifa FARDC kwa ushirikiano na wazalendo dhidi ya M23. Hadi kwa sasa bado kujua matokeo kamili ya mapambano hayo. Sambamba na habari hizo, mtazamaji wetu, tuangazie huko Walikale. Vikosi vya wazalendo kwa ushirikiano na jeshi la taifa FARDC ndio wamiliki kwa sasa hapa Walikale kiisha mapambano yaliyojiri Ijumaa ya tarehe 21 Machi 2025. Kwa mujibu wa taarifa tulizo nazo ni kwamba wazalendo wameuteka mji huo mara tena kiisha kupoteza Alhamisi ya tarehe 20 Machi 2025. Duru zetu za habari zaeleza kwamba jeshi wa M23 wameripotiwa kuuawa vikali katika mashambulizi hayo yaliyoripotiwa Ijumaa hii ya wiki tunayo katika eneo hilo la tarafa la Walikale. Hadi kwa sasa katika maeneo hayo ya tarafa la Walikale, upande mmoja unaendelea kumilikiwa na jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo. Eneo lingine ndogo la milikiwa na waasi wa M23. Mtazamaji, kupitia hapo ndiko ambako tumetia nukta ya habari zetu siku ya leo. Tunasamini mtazamaji wetu kwa kutufuata mwanzo hadi tamati wa habari zetu. Tunakutakia kila laheri hapo ulipo. Tunakuomba usikosi kusambazia wengine wa karibu yako. Tunasema chao.